Watu wasiojulikana wamevamia na kuvunja maduka manne ya wafanyabiashara katika mtaa wa Mbugani, kata ya Kalangalala, manispaa ya Geita na kuiba bidhaa mbalimbali. Kampuni ya ulinzi inayohusika na ulinzi wa eneo hilo yalaumiwa, huku viongozi wa serikali wakitaka fidia kutolewa kwa waathirika. Akizungumza kwa niaba ya wafanyabiashara walioathirika, mwenyekiti wa wafanyabiashara katika eneo hilo amesema alipokea taarifa za tukio hilo majira saa 10 alfajiri na kuanza jitihada za kumtafuta mkurugenzi wa kampuni ya ulinzi iliyokuwa ikilinda eneo hilo. Kwa upande wake, James Kitulo, msimamizi wa kampuni ya Benson Security, amekiri kutokea kwa tukio hilo na kueleza kuwa walinzi waliokuwa kwa zamu hawajulikani walipo, lakini juhudi za kuwasaka zinaendelea. Hii ni News Update Media, Yusuf Shaban, Geita. Na huku pamevunja, kugeuka nikaona kwa duka langu liko wazi na funguo ninazo mimi mwenyewe. Akaenda na banda la jirani yangu na penyewe pamevunjwa kama vile. Tukaanza kutamalki. Nikaanza kupiga simu kwa viongozi ambao nasaidia nao kwenye eneo, kuuliza huko vipi. Kwa mibaini vibanda 4 ndio vimevunjwa, lakini mali zimechukuliwa kwenye vibanda 3. Kwa kifupi kulikuwa na ulinzi. Kulikuwa na ulinzi wa viazi wawili. Lakini mimi nimepata simu kutoka kwa mwenyekiti wa wafanyabiashara mida ya saa 10:30 kwamba kuna wizi umetokea hapa Mbugani, ambapo kumevunjwa vibanda 4, lakini 3 ndio vimechukuliwa mali, kimoja wameshindwa kuvunja mlango wa ndani. Supervisor wa kampuni hiyo hana taarifa yoyote inayoelezea kwamba kulikuwa na walinzi. Lakini pia hata attendance ya walinzi hao haionekani, haipo. Nijaribu kuuliza hata msimamizi wa wafanyabiashara, akasema utaratibu wa kuweka attendance waliuacha. Lakini mimi mwenyekiti sina taarifa hiyo, sababu naamini kwamba kupitia attendance tutabaini kwamba waliohusika na ulinzi wa siku huo ni akina nani. Maana maduka haya yako barabarani, lakini maeneo ya wazi kabisa. Alafu yote yaliyoibiwa ni maeneo ambayo yanaonekana kwa wazi kabisa. Sasa hatua ya kwanza niliyochukua, nimemkamata huyo supervisor wa walinzi. Sasa hivi anaelekea kituoni kwa ajili ya maelekezo mengine. Tunafanya tathmini ya mali zilizoibiwa pia. Lakini tumetoa maelekezo kwamba vibanda hivi vinalindwa na kampuni. Lakini kampuni hiyo wanaenda zaidi ya vibanda karibuni 20. Mlinzi mmoja. Kwa hiyo nimemwagiza uongozi wa mtaa kwamba uchukue hatua sasa. Imani kila vibanda 3 viwe na mlinzi kuweka usalama zaidi. Na hii pia nimeelekeza tayari msimamizi wa walinzi pamoja na mwenyekiti wa wafanyabiashara waende kwa ajili kutoa maelezo. Je, unatafuta sehemu tulivu, safi na ya kisasa zaidi kwa ajili ya makazi? Relax, kisha pay attention. Watoto mjini wanapaita Ushuani Apartment, ila mimi napenda kupaita nyumbani. Ndiyo, ni Sweet Home Apartment. Hapa utapata mazingira mazuri, hewa safi itakao kufanya uwe kwenye comfort zone. Imagine ukitaka kuperuzi mtandaoni kuna free wifi. Ukiwa bored unapata vitu vya Netflix. Ile ndingako kali inapata parking kali. Ukitaka kupika madiko kuna jiko. Na si kupika tu, utahifadhi mpaka miko. Alafu baada ya harakati zote upate usingizi mnono katika vyumba bora na vya kisasa zaidi kwa ajili yako na familia yako. Karibu Sweet Home Apartment tukuhudumia. Najua utakuwa unajiuliza location ni wapi? Tunapatikana Mwanza Mkolani. Tupigie kwa namba ya simu